Utukufu wa Mungu uko hapa. Amen. Mungu ni mwema, ametupa nafasi nyingine tena ya kukaa uweponi. Amen. Baba, asante kwa upendo wako, asante kwa rehema zako, asante kwa neema zako. Ninakubariki na kukutukuza kwa upendo wako na nguvu zako. Nasema asante kwa baraka zako. Jifunue kwetu tena kwa utukufu wako. Ni katika jina lako Yesu. Amen. Amen. Na kusalimu popote pale ulipo. Wewe unatufuatilia katika kipindi hiki cha Kaa Uweponi kutoka kanisa la Hewani. Amen. Linakufikia popote ulipo. Wa Dar es Salaam, wa Shinyanga, wa Mwanza, wa Rukwa, Sumbawanga, Mbeya, kila kona. Marekani, Kilimanjaro wapo. Yes, kina Noeli pale. Sawa, Tanga, kila kona. Marekani, Uingereza, Somalia, Warabuni, China, jamani kila mahali. Amen. Basi Mungu ni mwema, ametupa nafasi ya kukutana pamoja leo kwa ajili ya kuendelea na ile mkakati wetu wa kurudisha vilivyoibiwa. Mboni neno la mwaka wetu katika kitabu cha Joeli 2:25, nitarudisha vilivyoliwa na tunutu, madumadu na nzige. Kuna mambo mengi yameibiwa katika maisha yetu, yanarudishwa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hakikisha kwamba ni ya kwako. Usinganganie vitu ambavyo sio vya kwako. Narudisha we. Nani alikupa? Nani kwa ajili ya nini? Ndio maana tukaja na somo jingine juu ya haki za mwamini au mwenye haki. Haki za mwenye haki. Tukaangalia mwenye haki ni mtu anayetenda mapenzi ya Mungu. Amen. Tukaangalia mapenzi ya Mungu ni nini? Mapenzi ya Mungu ni kufanya anachotaka Mungu. Na katika kipindi cha mwisho tuliangalia nitajuaje mapenzi ya Mungu kwangu, na watu wakaomba nifundishe juu ya somo la kuisikia sauti ya Mungu. Tukaangalia kabisa kwamba ili uyajue mapenzi ya Mungu anatafutwa. Hapatikani kienyeji tu kwamba utajikuta automatic. Anasema mtakapo nitafuta moyo wenu wote. Amen. Na ametuambia hivi vimipango vyako sio vya kwake. Mipango yake iko juu sana. Amen. Ya kwetu iko chini sana. Amen. Ya kwako unaweza kupanga kutokana na watu waliokulea. Wewe waulize tu watu, nataka kuwa nani? Mimi nataka kuwa rubani. Mimi dokta. Mwingine kwa sababu tulimuona dokta, mwingine alimuona fulani anasema mipango vyake. Mimi nataka niwe hivi, nataka niwe hivi, nataka niwe hivi. Hizo ni za kwako. Lakini ukitaka za Mungu muulize. Hivi ulinileta huku duniani kufanya nini? Amen. Hivi niko hapa, kwa nini niko hivi? Kwa nini napendelea vitu fulani fulani? Mbona wenzangu hawanielewi? Kwa hiyo ni maswali ya kumuuliza Mungu. Ataanza kukufunulia. Hata kwenye sala aliyotufundisha Yesu alisema salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Alafu ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe. Wapi? Hapa duniani na mbinguni. Sasa watu wanatumia mapenzi yao. Wameng'ang'ana tu na vile wanachopenda. Lakini kumbe tunatakiwa tujue. Na ukifika sasa mbinguni, cha moto utakiona. Utakutana na ile anakuambia, unajikanyaga pale, nilifanya hivi, nilifanya hivi, nilifanya hivi. Tena sawa, lakini ulikuwa unafanya kwa raha zako. Na anasema ondokeni, maana hamkufanya mapenzi yangu, mlifanya maovu. Toka. Kwa hiyo ni kitu cha muhimu sana kuyafanya mapenzi ya Mungu. Amen.
Lakini sasa kwa nini watu wengi hawafanyi mapenzi ya Mungu? Kama ni ya muhimu kiasi hicho, kwa nini hawayafanyi mapenzi ya Mungu? Hivi kwa nini? Kwa mfano, Kwa sababu hawajamuuliza Mungu afanye nini katika. Sasa wameuliza na amewaambia. Kwa nini hawafanyi? Wenyewe wameokoka, basi wanajua kwamba na wameokoka. Mimi nadhani wengi hawafanyi kwa sababu ya maumivu. Maana kufanya mapenzi ya Mungu kuna maumivu makali. Ya Mungu tena? Kuna maumivu. Siku Mungu kuna kila kitu. Maana hakuna mteremko, lazima upite. Ulipe gharama. Sasa Pendo natuambia. Wengi hawapendi kulipa gharama. Kwa hiyo kinachowafanya watu wakwepe kuyafanya mapenzi ya Mungu ni gharama. Na leo tutakwenda kuangalia gharama ya kufanya mapenzi ya Mungu. Amen. Wengi walifikiri kwa sababu ni mapenzi ya Mungu, basi wanafikiri tu anayeteseka ni yule ambaye yuko nje ya mapenzi ya Mungu. Ndio hicho hata kiliwasababisha wale rafiki zake Ayubu wakina Ntemani. Ambaye haiwezekani. Uko namna hii? Hapana. Kuna dhambi imefanyika hapa. Kuna shida hapa. Lakini Ayubu akaendelea kuangalia Mungu, kumwangalia Mungu. Kumbe hivi kuteseka kwa Ayubu ilikuwa ni mapenzi ya Mungu? Hapana. Ilikuwa ni? Hapana, ni mapenzi ya Mungu. Ilikuwa? Hapana, ni shetani tu aliamua kumjaribu ili kuona kama atamtoa kwenye uwepo wa Mungu. Na Mungu aliruhusu shetani amwachilie ile mateso. Kumbuka kulikuwa na mjadala kati ya shetani na Mungu. Hicho kikao Ayubu akuhusika. Katika ule mjadala shetani Mungu akawa anajivunia nani? Ayubu. Sasa alipojivunia, ndugu, kilichompata shetani akasema, wapi wewe? Umemlinda kila kona, akienda hivi akienda huko, wewe mwachie tu kidogo uone. Uone kama haja kukufuru. Ana kukufuru ni kwamba kuacha kufanya mapenzi ya Mungu. Mpaka mke wake asimtukane tu. Mungu sijui mtukaneje Mungu wetu kwa sababu ya matatizo. Na wengi wamemtukana Mungu, wamemwacha. Kuna vitu Mungu alikuitia, fanya hivi, fanya hivi. Lakini wewe ulifikiri unawafanyia watu, ukafikiri watakushangilia. Aliyekwambia ni Mungu au ni mtu? Labda ni huduma unafanya. Unafanya. Labda umeguswa kumletea mjuisi juisi mtumia. Umeleta mara ya kwanza. Alafu ukakuta mtu unajua yule ni agent. Sasa utazila au utakasirika? Ukiacha umemzilia nani? Mtumishi au Mungu aliyekusukuma kufanya? Ndio ile Paulo anasema, enyi Wagalatia, msio na akili. Nani amewaroga? Mlianza katika roho, Bwana alikusukuma kufanya jambo, alafu ghafla ukakutana na mtu njiani akakuchoma mshale mmoja, ukaacha. Si ungerudi kwa Mungu? Mungu anasema hivi, nafanyaje? Kwa hiyo ndio kitu ambayo imewasumbua wengi na kuwafanya wasifanye mapenzi ya Mungu. Na Ufunuo anakwambia, shika sana ulicho nacho, asije mtu akakunyang'anya. Ulicho nacho ni nini? Ni kile ambacho Mungu alikutuma huku duniani ukifanya. Kwa hiyo mapenzi ya Mungu ni ya muhimu sana. Amen. Na ni vizuri kujua mapenzi ya Mungu. Kuna vitu
ulipokuwa kwa baba na mama ulikuwa unafanya mapenzi ya baba na mama, akisema hivi akisema hivi. Sasa inafika mahali unatakiwa kufanya maamuzi ya kufanya kile Mungu anataka. Amen. Kuna saa ya wazazi wako kukulea. Akikwambia mtoto mzuri, umefanya hivi, na wewe unaenjoy. Ile tu ni picha ya kwamba yuko sasa baba wa mbinguni ambaye anataka ufanye mapenzi yake. Kwa hiyo unapoendelea kukua ni kutafuta kuyafanya mapenzi ya Mungu. Sasa kuna gharama zake kama tulivyosema kwamba si kitu rahisi. Kwa nini si kitu rahisi? Yuko mpinzani ambaye yeye hakuyafanya mapenzi ya Mungu, cha moto akakiona. Aliposhuka huko akasema, na mimi nitafute wasindikizaji wangu. Kwa hiyo anapambana na mtu yoyote ambaye anaamua kufanya mapenzi ya Mungu. Na hajali anamtumia nani. Atamtumia mtu yeyote ambaye atakuwa tayari kutumika. Kwa hiyo usije ukategemea sijui nini kitoke wapi. Kitu cha msingi, jua mapenzi ya Mungu. Amen. Unaona? Basi leo tutaangalia gharama ya kufanya mapenzi ya Mungu. Amen. Amenaswa, tunaomba kidogo. Ni saa ya kufunguliwa kwake. Na achilia moto. Mnafanya nini kwenye kichwa? Ni nini? Mlikuwa mnaiba hela dukani. Anauza, anakuta hela zimepungua. Ikaja mwanaume anakuja. Akaota amezuiwa na wazee. Wangapi? Wengi. Anafika, babaka anauma utumbo. Hela zote kazimalizia huko. Ndio hao wazee mmekula hela. Na hiki kizunguzungu kimetoka wapi? Ni nini kimetoka wapi kizunguzungu? Anajisikia kizunguzungu. Na achilia moto. Unataka? Ateseke. Wewe nani unayesema ateseke? Wewe nani unayesema ateseke? Nguvu za Mungu zipite. Aliota ndoto gani? Anakula nyama. Sasa mbona hajasema? Nilimfunga asiseme. Sasa alipokula nyama ile ilienda kufanya nini kwenye? Ndio inamuumiza kichwa. Ndio maana anasikia kizunguzungu. Sasa akisikia hivyo vyote, nyinyi mnafaidi nini kwake? Basi tu. Ateseke tu. Niko msata. Na zile hela nani alikuwa anaiba dukani? Sijui. Hamjui? Nini kina nani? Jeshi lijapojipanga kupigana nami, sitaogopa mabaya. Ribo Bwana yu pamoja nami. Mnasikia? Jeshi la pepo wabaya na wapiga kwa jina la Yesu. Achia. Ona achia. Kajeshi ka shetani kanasambaratisha. Mmeona walio upande wetu? Mmewaona? Cheki. Wanapigwa. Upande wetu kuna magari ya moto. Yes. Aya, teketea kabisa. Unasema macho amefanyaje? Aoni? Kwa sababu ya hiyo nyama. Kizunguzungu. Kimetoka wapi sasa kizunguzungu? Ni yako kajeshi. Yes. Hallelujah. Amen. Tumesikia hiyo amenaswa. Kuna ndoto unaweza ukazipuuzia na ukaziona hazina maana, lakini kumbe kuna kitu ndani yake. Huyu alikuwa kwa muda mrefu yuko mbali na mume wake.
lakini akawa anamuomba Mungu, yani mpaka alijikatia tamaa. Sasa akawa amemuomba Mungu. Tulipoomba naye siku akaota mume wake amezungukwa na wazee kama 20 wamemzunguka. Yeye yuko katikati pale, wanasema hakuna kwenda kokote. Kaamka, mandoto gani? Mume wake akampigia simu kwamba nakuja. Baada ya yale maombi alimpigia kwamba anakuja kwa ajili ya kuhudumia watoto na kila kitu. Kama amefurahi, lakini usiku akaota ndoto wana wazee 20 wamemzunguka. Sasa baadaye hakuliombea, kaliacha kama lilivyo. Sasa baadaye yule mwanaume wakati amejiandaa na safiri akapigiwa simu kwao, tena sio mbali, ni Babati tu, kwamba anakuja Arusha, kazuiliwa hapo Babati, baba yako anaumwa. Wakauguza hela yote ikateketea pale pale. Sasa sio wazee 20 lakini baba yako anaumwa, unafanyaje? Kauguza, akamwambia samahani, kweli muda wangu kazini umekwisha, kwa hiyo sitafika huko na hela sina. Kwa heri mwalimu. Kwa hiyo unaona, kama angelichukulia serious hii ndoto aliyoiona, angeweza kupangua. Sikana kwenye ulimwengu wa roho unasema wakae pamoja, akae na watoto wake, hakuna. Tunaipangua. Kwa inaonekana nguvu inayosababisha awe alivyo ni kwenye ukoo wako wazee. Kwa sasa unapoanza kuliombea, badala ya kulalamika, Mungu kwa nini huyu mwanaume yuko hivi na hivi, kumbe pangua ile safu ya wazee 20 ambao wanamzuia. Halafu naona hapo wanasema tunataka ateseke. Yani kuna watu wametulia tu, kwa wewe ukilia anasema yes, safi sana, mpaka machozi maisha mpaka lini hivi. Sasa ili kuwakomoa, cheka tu, hata wakijifanya wanatesa, wanakuhuzunisha, relax. Haya, akaota anakula nyama usiku. Sasa ufika amesema, yani nikikaa tunaona kizunguzungu, naona kizunguzungu. Kumbe ni zile nyama za usiku. Ayaangalia sana nyama za usiku. Umelishwa vitu ukafikiri ni nyama za kawaida, lakini zina dhoofisha. Na walimzuia asiseme chochote, lakini baada ya kuombea kizunguzungu ikaonekana kwamba kuna kitu inaendelea. Sawa. Kuna swali lolote hapa? Tupe amenaswa nyingine. Jijini kwao. Anaosha chupa za watoto. Mara akutane na rafiki zake wa zamani, yuko na wanasalimiana, aliosoma nao zamani. Ni nini kinaendelea? Nini kinaendelea? Funua Yosi. Funua Yosi. Ni nini kinaendelea? Ni nini kinaendelea? Funua Yosi. Funua Yosi. Ni nini kinaendelea? Ni nini kinaendelea? Funua Yosi. Kwa damu ya mwana kondoo, nguvu za Mungu zipite. Umesema? Wewe nani? Umekamatwa sasa. Wewe nani? Wewe nani? Wewe ni nani? Kwa nini aone vitu hivyo? Siguse. Mwachie na haribu. Nasema Hamjaruhusu afanikiwe. Nini kina nani mwoto wa ruhusa afanikiwe?
Nyinyi kina nani mnaotoa ruhusa kwa? Kwa hiyo mmefanyaje? Mmezuia. Na wale waliokuwa wanajadili mipango ya maendeleo. Tumezuia maendeleo yake. Na wale sasa maendeleo yao. Aliota kuna watu wanajadiliana habari za maendeleo. Na yeye yuko. hapana. Hapana. Umefanyaje kuzuia? Umefanyaje kuzuia? Unasema? Tuko hata tunamshughulikia. Kwa hiyo mmefanyaje? Kila upande. Kila upande sisi. Kila upande. Mmefanya nini na nini kwake? Unasema mmefanya nini? Tumemzika huyo kaburini. Yesu anajiona yuko kijijini, tena kaburini limetoka. Tumemwaribu. Mlimsikaje huko kaburini? Mlimpelekaje kaburini sasa? Sisi tumemlisha vyakula makuzimu sisi. Aliota nakula. Aliota nakula nini? Aliota nakula nini? Anatoka kaburi. Anatolewa kaburi. Yes, namtoa. Nimekataa nakwambia. Abaki wapi sasa? Wacha sisi tumpe. Wacha sisi tumpe. Mumpe ni. Tumpe sisi. Mumpe ni. Sisi tunampa. Sisi tunampa. Mnampa ni. Hakuna. Rudisha. Tutaki kwenye neema yake. Nimekasirika. Sitaki nimekasirika. Wewe nimekasirika. Namtoa. Nakwambia namtoa. Kwa damu ya mwana kama anatoka. Kunua siri za vikao. Acha iko kikao. Unaingilia vikao gani? Nini kilifanyika kikao? Nini kilifanyika kwenye hicho? Kwa hicho kikao kilifanyika. Zimeota kwanza. Zimeota unanichoma. Zima. Yes. Haya, hiyo ni amenaswa nyingine. Amen. Tunaona hapa yeye alikuwa anaota tu, anakutana na rafiki zake wa zamani. Kipindi wa shuleni waliokuwa wanacheza pamoja kijijini. Wanakuja marafiki zake. Sasa unaweza kaona tu nimewakumbuka, hamna salimiana tu. Lakini kumbe nyuma yake kuna mafanikio yanakuja, lakini wanasema hatujaruhusu afanikiwe. Sio kwamba ni wale rafiki zake. Naweza ukaona mtu anahusika au asiwe anahusika, lakini analeta picha ya kwamba kuna kitu kinafanyika kwako. Nasema hatujaruhusu afanikiwe, tunazuia maendeleo yake. Wamemzika, wakamlisha vyakula. Kwa hiyo kuna vitu vyetu vingi vinazikwa, vinazuiliwa, lakini unapoingia katika maombi na Mungu anavifunua kwa namna hii. Amen. Kukuonyesha kuna kitu kinaendelewa kwenye maisha yako. Na watu wamejipanga kwamba sifanikiwe. Wakichukua mafanikio yako, ina maana wameyapeleka kwa mtu mwingine.
kama huyu ilikuwa ni nafikiri shangazi yake, chukua mafanikio yake wanatumia watoto wake. Neno linatuambia, mpendwa Gayo, nataka ufanikiwe katika mambo yako yote kama roho yako ifanikiwavyo, uwe na afya. Kwa hiyo vinahusiana, mafanikio ya rohoni ndio mafanikio ya mwilini. Amen. Hiyo ni vizuri sana ushughulikie rohoni, maana unaweza kukuta mwilini vitu vinakukamata, vinakuzuia hata hujui kwa sababu gani. Sawa. Samahani mtumishi. Yeah. Mbona unaweza kuwakuta watu wengi wa Mungu wako vizuri rohoni kwenye mambo ya Mungu, lakini unapokuja mwilini, yani unakuta yani ni watu wana uhitaji mkubwa sana. Hapo inakuwa nini? Yani unakuta yani rohoni yuko vizuri, anaweza kufanya jambo, yani anaweza labda akakuongelesha, labda akakuombea kitu ufanikiwe kitu fulani, unashangaa unafanikiwa, au akakuombea hapo unashangaa ukapona dakika, lakini ukija sasa mwilini yeye katika maisha yake unakuta yani yako kama vile yamepigika. Hapo unakuwa nini? Kwanza, kitu cha kwanza, mtu kukuombea ukafunguliwa sio kwamba ndio yuko vizuri sana rohoni. Ni karama tu, ni kipawa amepewa. Na wewe unayemuombea mtu unakuta nafunguliwa, usije ukarudi kwa Mungu ukaanza kusema mbona mimi nafanya hivi wengine wanafanya alafu mimi unifanye. Rudi tu kumshukuru Mungu, mwambie Mungu asante kwa kunitumia. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mkiisha kufanya yote semeni sisi ni watumwa tusio na faida, tumefanya yatupasayo kufanya. Unaona Haya, sasa tunakuja swala la kupigika. Huko kiroho lakini umepigika. Maisha au napozungumza kufanikiwa sio kama jinsi tunavyoona sisi. Ukimkuta Yusufu gerezani utasema jamaa anapigika, lakini kwenye ulimwengu wa roho yuko safarini kuelekea ikulu. Amen. Kuna mapito unaweza ukapita ukaona hapa mbona naaibika, kumbe uko training, uko chuoni. Uko chuoni, ni vyuo vya Mungu kuelekea kwenye mapenzi yake. Amen. Na wengi ndio maana nasema kwamba kuyafanya mapenzi ya Mungu ni ngumu. Sasa kumbe urudi kwa Mungu. Kwa nini napita kwenye hali kama hii? Mfano Paulo, ukisoma Biblia, aling'ang'ania sana kwenda kuhubiri Yerusalemu. Maana wale ni ndugu zake, wanamfahamu Wayahudi. Sasa nataka kuwaonyesha kwamba jamani, kile nilichokuwa nakifanya kuwatesa, sasa niwaambie. Lakini Mungu alimwambia nimekuita kwa ajili ya mataifa. Yeye akawa anakimbilia kwa Wayahudi. Akienda kwa Wayahudi ni mawe mtindo mmoja, wanapiga mpaka anaokotwa jalalani. Akienda kwa mataifa, Warumi wanasema njoo huko, Wakorinto wanasema njoo, Wakolosai wanasema njoo, Wafilipi wanasema uje Filipino huko, mpaka kaota kwenye ndoto watu wa Makedonia. Unajua Makedonia wapi? Ulaya. Njoo na huku ngambo hii tunakusubiri. Nenda sasa Yerusalemu. Kitaeleweka. Pigwa sana. Kwa hiyo kitu cha kwanza, kwenye wakati mwingi huwa tunatatanika. Badala ya kutembea kwenye mapenzi ya Mungu, unakuta unafanya kwa sababu unakubalika na watu, au watu wamesema namna hii. Au unajaribu kuishi kama wengine wakati wewe umeitiwa hivi. Unaona wengi wanafanya biashara, kumbe wewe ni wa kunasa watu. Unaingia mtaani kuzungusha mikate. Kwa hiyo siku zote kitu kinachotakiwa, tulia kwenye mapenzi ya Mungu,
alafu hata hali yoyote ulio nayo muulize Mungu, kwa nini napitia kwenye hali hii? Utasikia kuna mahali na kupeleka. Hii ni sehemu tu ya njia. Basi uwe na adabu kwenye hiyo njia ambako Mungu anakupenda. Kuna kipindi wana wa Israeli walitolewa Israeli, wakapelekwa utumwani. Sasa wakawa na kemea, shindwa pepo, kemea mpaka yule rais wa ile nchi. Yeremia akamwambia, nyinyi utakieni amani huo mji ambako mmepelekwa. Ni Mungu amewapeleka huko. Mpaka baada ya miaka 70 ndio mtarudi huko. Kwa hiyo wewe ukianza kukemea huko, mateso utakayoyapata pale na wewe yanakuhusu. Huko nyumba mtu ndio analeta mkate wa kila siku, wewe unakemea. Akifukuzwa kazi sasa wewe utakula nini? Mungu amekuweka hapo upate mkate wako. Wewe shindwa bosi, shindwa mkurugenzi. Kwa hiyo ni vizuri sana tukajua ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu. Inaudhi wakati mwingine, lakini tembea kwenye mapenzi ya Mungu. Unaona? Kwa hiyo wakati mwingine sio saa zote kupigika. Ni huko duniani unaweza kuona umepigika, lakini kumbe kwenye ulimwengu wa roho uko training. Kiona wanajeshi wanapogaragara kwenye matope, si unasema wanapigika? Ukitaka unamwambia rudi, toka huko kwenye matope. Umemfelisha kazi mwenzako. Kuna saa ambayo Mungu anakupitisha kwenye eneo kwa makusudi. Unakutana na changamoto kwa makusudi. Kuna kitu Mungu anataka ujifunze. Kuna kitu Mungu anataka kukufundisha. Hizo ndio tunaziita gharama ya kufanya mapenzi ya Mungu. Na pia samahani hapo, anapotaka kukufundisha huwa unakuwa umepata message kwamba hapa ninapopita ni Mungu ananifundisha kitu. Kama vile Ayubu alivyokuwa anapita. Nadhani wala hata hakujua. Ila alichokifanya ni kumwamini Mungu. Amen. Kwamba hata kama vyote vimeungua, lakini namwamini. Amen. Wengi wanapoona hayaendi jinsi walivyokusudia, wanaanza kuona mashaka na Mungu, kunungunika, kukaa kwa huzuni. Lakini ni vizuri sana kumwamini Mungu. Amen. Kama jinsi ya Ayubu. Alafu kama yanakuzidi na muuliza, sasa hii ndio nini? Mbona hivi? Na hapo akinyamaza kimya nijibu nalo. Usianze kusema akinyamaza kimya nalo nijibu. Mwambie Mungu, hata kama umenyamaza, bado namwamini Yesu kwamba hakuna siloweza. Unaona? Yaani ndani ya moyo wako, kwenye akili yako, usifike mahali kuona kwamba mbona hivi. Ujue tu Mungu, hata kama sikuelewi, lakini unao mpango. Maadamu nimeamua kutembea kwenye mapenzi yako, hata kwenye hili kuna kusudi lako. Amen. Tukisoma Mathayo 26 mstari wa 38 mpaka 42, tunaona gharama za kuyafanya mapenzi ya Mungu, kwamba sio kitu cha mtelezo tu. Cha kwanza ni utapita mahali pagumu, maana adui anapingana wewe usifanye kusudi la Mungu. Mathayo 26 mstari wa 38 tunamuona Yesu sasa. Si alikuja kufanya mapenzi ya Mungu, alivyokutana navyo sasa. Mathayo 26 mstari wa 38 anasema, ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Kwa nini ana huzuni? Akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifudifudi, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke,
wala si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Saa hiyo hiyo anataka kimwepuke. Saa hiyo anataka utakavyo wewe. Ni nini kinamfanya Yesu awe na maombi double saa hiyo? Saa hiyo hiyo anasema kweli kiondoke, lakini utakavyo wewe. Akawajia wale wanafunzi, akawakuta wamelala. Akamwambia Petro, je, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Roho i radhi, lakini mwili ni dhaifu. Hapa tunaona vitu viwili vinavyopambana, vilivyosababisha Yesu aseme kikombe kiniepuke na unavyotaka vifanyike. Unaona? Na ndio njia mbili ambazo tunakutana nazo kila siku ya maisha yetu. Tunakutana na njia ambayo unatamani uchomoke hapo kwenye hicho kikaango, lakini kama we ni chips, tulia kwenye kikaango ili watu wakianza kukutafuna waenjoy. Sasa we sijui ni nani. Kama ni chips, ukiruka kwenye kikaango utatoka chips mbichi. Kwa hiyo tulia mpaka. Sasa hapa kuna vitu viwili. Kuna roho i radhi, yani roho inataka, iko tayari, unaona, lakini mwili ni dhaifu, yani unagoma, mwili unagoma. Kwa hiyo tunaona hapa vitu viwili. Mwili umetoka kwenye mavumbi, si ndio? Na roho imetoka kwa Mungu. Sasa wewe ni nafsi, upo katikati. Kuna vitu viwili vinasumbua kwenye maisha yako. Kuna roho na mwili. Roho inaona mapenzi ya Mungu, inataka vitu vya Mungu, inataka kile Mungu anachotaka, wiko ndani yako. Lakini mwili unataka kufanya jinsi unavyotaka wenyewe. Sasa ndio maana Yesu akamwambia wanafunzi, ombeni msiingie majaribuni. Maombi yanakufanya umsikilize Mungu vizuri. Utafute utii kile kinacho tokea rohoni. Na ukikosa maombi, basi cha mwilini ndio kinapata nafasi zaidi. Kwa hiyo anasema akaenda tena mara ya pili, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwa haiwezekani kikombe hiki kiniepuke nisipokunywa, mapenzi yako yatimizwe. Akaja tena akawakuta wamelala, maana macho yao yamekuwa mazito. Akawaacha tena, akaenda akaomba mara ya tatu, akisema maneno yale yale. Kisha akawajia wanafunzi wake akawaambia, laleni sasa, mpumzike. Tazama saa imekaribia, na mwana wa Adamu anatiwa katika mikono ya wenye dhambi. Unaona? Aliona picha kamili kwamba anakwenda kutiwa kwenye mikono ya wenye dhambi. Unaona? Anakwenda kuteswa. Unaona? Kwa hiyo aliona picha mapema, akaanza kuomba, lakini ikaonekana kwamba ni mapenzi ya Mungu apitie hapo. Amen. Akasema mapenzi yako yatimizwe, kwamba apite katika lile. Sasa tumeona hapo roho na mwili ndio vitu vinapingana. Hebu tuone vya mwili ni vipi na vya roho ni vipi, ambavyo tunavyo kila siku, tunakutana navyo, tunashindana navyo. Wagalatia 5:16. Ana usije ukafikiri mwili sijui ni nini. Mwili usiuchukie, umepewa kwa makusudi, na vyote vilivyopo kwenye mwili ni Mungu ameviweka. Sijui ukakemea vitu fulani huko mwilini ni Mungu ameviweka. Lakini tunaposema vya mwilini, ngoja nikusomee. Katika Wagalatia 5
16 anasema, basi nasema enendeni kwa roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Unaona? Amen. Ni zipi hizo? Kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho. Ndicho kitu ambacho kilikuwa kinapambana na Yesu pale. Mwili ukishindana na roho. Anasema na roho kushindana na mwili. Kwa maana hizi zimepingana hata mwezi kutimiza mnayotaka. Lakini mkiongozwa na roho, hampo chini ya sheria. Kwa hiyo sikiliza cha rohoni. Unaona? Basi matendo ya mwili ndiyo haya: uasherati. Unaona? Uasherati. Hivi uasherati ni kutoka nje ya ndoa au kuzini, kwenda. Umeona tu sketi au umeona tu suruali, tayari. Haya, ni mwili huo uko kazini. Uchafu. Baada ya kutofua nguo ni vibaya. Ufisadi. Ibada ya sanamu. Yaani kuvifanya vitu badala ya Mungu. Unaweza hata kuangalia mpira ikawa ni ibada ya sanamu. Wengine movie ikianza hata ibada hazifanyiki. Yote hizo ni ibada za sanamu. Sifikiri mpaka kwenda kwenye nani. Uchawi. Wachawi wapo. Lakini Biblia inatuambia uasi ni sawa na dhambi ya uchawi. Kuasi. Haya, uadui. Nani adui yako? Kuweka uadui na mtu kwamba mimi siivani na huyu, yule ni adui yangu. Tayari kwenye ulimwengu wa roho. Ni mwili, mambo ya mwili. Naweka bifu huko moyoni, yani hata ukimwona unakuta na sura inabadilika. Ugomvi. Unaona? Ana ngapi watu wanagombana? Wivu. Ukiona tu mtu kasuka rasta zake pale kama za Pendo, tayari wivu. Muone kwani amependeza. Acha wivu wako. Ni maisha kila siku. Hasira. Fitina. Unamtungia mtu vitu. Faraka. Mafarakano. Ni mafarakano. Namfarakanisha mtu na mtu. Uzushi. Unamzushia mtu. Usuda. Ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Sasa unakuta mtu una hasira na mtu, una wivu. Sasa vitu vyote vya namna hiyo sio mapenzi ya Mungu. Na wakati mwingine Mungu anakupitisha ili kuondoa hasira. Aviondoe hivyo visiwe kwenye maisha yako. Na unapokutana nayo usije ukabaki na uchungu. Sasa mapenzi ya Mungu ni nini? Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha. Ufurahi namna gani wakati hali ni ngumu? Au mambo kwa nini ni furahi? Sasa mapenzi ya Mungu ni kufurahi, si ndio? Amen. Anasema furahini siku zote. Narudia tena, furahini. Sasa ni ngumu. Amani. Uvumilivu. Hapana, hapa nimevumilia sana, imetosha. Sasa ili tunda litokee, sio kwamba kila kitu kiko shwari unathamini uvumilivu. Wewe acha hizo. Ngoja upitishwe tujue kwamba wewe ni mvumilivu. Hapo kwenye uvumilivu tunaishi watu wengi. Sasa unaona? Sasa ndio maana gharama za mapenzi ya Mungu. Utu wema, fadhili, uaminifu, upole,
Wengi wanasanga upole kiasi. Upole inajitegemea na kiasi inajitegemea. Upole ni kitu kingine na hata Biblia inasema upole kiasi. Nimekuwa mpole sana sasa ngoja nikuonyeshe. Upole ni kitu kingine na kiasi ni kitu kingine. Na upole sio ukimya. Kuna wengine ni wakimya lakini sio wapole. Haya, kiasi ni uwezo wa kujizuia. Mtu kakutukana, yani kakuudhi, lakini unatabasamu. Self control, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Na hao walio wa Kristo wameusurubisha mwili. Unaona? Sasa kumbe unausurubisha mwili namna gani? Kwa kutokasirika. Yani mwili ndio zake hizo. Wana wivu, kwa nini mimi sijapata? Kwa nini yule awe vile? Hizo ndizo za mwili. Lakini hizi ndio mapenzi ya Mungu ambayo roho inataka. Kwa hiyo kuishi haya maisha namna mbili, na hili ni mwili tulilolibeba, mpaka kurekebisha ukae kwenye mapenzi ya Mungu, kuna gharama kubwa. Ndio maana Yesu akasema katika Luka 9:23 mpaka 25, jitwike msalaba unifuate. Kwa hiyo kujitwika msalaba ni pale ambapo kweli mtu amekuudhi. Kuna mmoja nikamuuliza, nikamwambia, hivi yule ex wako ukikutana naye sasa hivi unaweza nani? Yule unajua alichonifanya mtumishi? Nikaona huyu bado unaona, ufike mahali hiyo hali iishe ya majaziba ya ajabu. Unaona? Na mfano mzuri wa mtu aliyefanya mapenzi ya Mungu ni Daudi. Uliona Daudi jinsi alivyokabiliana na Sauli. Pamoja na kwamba Sauli alimfanyia vitu vibaya sana, lakini yeye alilipa wema kwa ubaya ule mpaka akafika kwenye nafasi ya ufalme. Kwa hiyo kabla hujafika kwenye nafasi, hapa kuna vipimo vingi unapitishwa. Ndio maana mapenzi ya Mungu yana gharama. Baba, asante Bwana wa majeshi. Tunatamani kuyafanya mapenzi yako, lakini tunao huu mwili unazuia tusifanye kile unachotaka. Naomba neema itusaidie Bwana kutii Roho Mtakatifu nasema, kusikiliza Mungu napenda nini. Hata kama tunapita mahali pagumu kiasi gani, swali tunalojiuliza tuulize, mapenzi yako ni nini Bwana? Na kile unachokipenda ndio tukishikilie sana, kuliko tunavyojisikia kwa hisia zetu au kwa namna tulipotendea. Katika jina lako Yesu Kristo, amen. Amen. Barikiwe na